Lakini tuangalie Taifa Stars ambayo imekuwa Afrika Kusini kule, imeshiriki Kosafa na sasa inarejea, lakini pia tuna Chani hapo mbele, michezo ya Afrika ambayo ni wachezaji wa ligi za ndani tu. Maandalizi yake yanatosha yale ama kuna kitu kiongezwe? Siku zote kwenye maandalizi ya vita yoyote, iwe vita kwenye mpira wa miguu, vita ya kweli kweli, lakini hapa kwenye michezo tunapozungumzia vita ni mechi tu husika. Maandalizi wa amna tasiku yanatosha. Kwa hiyo ukiniuliza atakwambia haitoshi, waendelee. Yaani kama mwanafunzi anajiandaa kwa mitihani, hamna mara usema sasa bwana inatosha. Mara zote mwanafunzi wanaamini yale ambayo amejiandaa, mwalimu au aleta mitihani wataleta mingine. Kwa hiyo inabidi anasoma, anajiandaa kisaikolojia mpaka siku ya mechi. Kwa maandalizi bado naweza kusema hivyo kwa muktadha huo. Lakini kwa kile ambacho tumekishuhudia kule Kosafa, ambako sisi ni taifa pekee ambalo lilipata nafasi ya kushiriki kama mwalikwa. Tumechukua nafasi ya Morocco kwa sababu timu 14 kule Afrika Kusini, kuna mataifa wanachama Kosafa ni 14. Sio Afrika Kusini, nasema kusini mwa Afrika. Hii Kosafa ndo baraza la vyama vya mpira wa miguu kusini mwa Afrika. Sasa kwenye ushiriki wao kwenye michuano hii, mataifa 14, moja ilikuwa Morocco, lilialikwa. Morocco lilijitoa, tukapewa nafasi sisi. Kwa hiyo sisi ndo wageni katika Kosafa. Lakini ushiriki wetu haukuwa mbaya hivyo, ingawa tukufuzu kwa hatua inayofuata. Kwenye kundi letu kulikuwa na timu 3 tu. Tunazungumzia Eswatini na Madagascar. Ni kundi ambalo na hata mingine inayofuzu kwa hatua inayofuata ni timu moja. Hasa Madagascar, kitendo cha kutufunga sisi halafu akatoa sare na Eswatini, tayari walikuwa na pointi 4 hazifikiwi na yeyote. Sisi tumefunga 1-0 na Madagascar, lakini tukawafunga Eswatini, si ndio? Kwa matokeo yake tumesonga, tumeishia hapo lakini na pointi 3. Lakini unaweza usiwazie sana kuhusu nini kilichofuatia. Msingi ni kwamba unazungumzia Chani na uhusisha wachezaji wa ndani. Kwa kiasi gani wachezaji wa ndani wamepata nafasi katika michuano hii? Na hilo ndio jambo kubwa ambalo tunataka tulitizame. Yes. Sasa kuna mengi chanya, kwa mfano bila kujali umri, maana kuna vijana wengi. Bahati mbaya sana unajua wachezaji jina likiwa geni watu mara wanawaza kabisa huyu ni kijana kwa sababu hajawahi kumsikia. Kumbe wengine umri umeshaenda, lakini huwa alikuwa hapati nafasi kwa sababu kuna ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye kati husika kwa mtazamo wa kocha. Lakini wapo wachezaji ambao hatujazoea kwamba waitwe alafu wacheze. Unaweza kaitwa alafu ucheze. Lakini kwenye timu kwa mfano imewafunga Eswatini. Eswatini walipanga kikosi ambacho kina wachezaji kuanzia 5 mpaka 6 above 30 plus, yani miaka 30 plus. Sisi kuna vijana walipata nafasi kwanza kwa umri mdogo, lakini pia kuna ambao walipata nafasi hawajazoeleka kuitwa na kuvaa jezi ya Taifa Stars na kucheza, ambao walifanya vizuri sana. Ndio inanipa mwanga kuelekea michuano hii. Kwa mfano golikipa Masalanga, golini sisi tuna mara nyingi wanaocheza Masalanga si miongoni mwa wanao kuwa golini, lakini kuna wachezaji kama Ahmed Pipino alikuwa ndio man of the match katika mechi dhidi ya Eswatini. Hatujazoea katika eneo la kiungo tuna Pipino. Lakini angalia mbele kule. Hapa pakati pia kuna Alphonse Mabula. Umeshaona? Ingawa yeye sasa kwenye Chani hayupo maana anacheza Azerbaijan. Umeshaona? Lakini ukienda kwenye eneo la ushambuliaji, wale ambao wanacheza ndani, inakupa matumaini kwamba walau tutakuwa na wachezaji wa kuweza kuvaa uzi wa Taifa Stars. Ingawa kuna mambo ya kufanyia kazi, ikiwamo kubwa na hilo note. Stars ina-enjoy zaidi ikiwa timu ya pili uwanjani. Inapata matokeo mazuri. Kuanzia ile yenyewe ambayo sio ya ndani tupu, yani ile ya kuchanganywa wote, mpaka kina Samata and the likes, kina Msupa, yani wale ambao kina Selemani Mwalimu, yani wanaocheza nje, na hata hii ya ndani tupu. Yani Stars, kocha Emedi Morocco, wasaidizi wake akina Mgunda, akina Julio, kazi mojawapo kubwa wanapaswa kuifanya ambacho nimekinoti kwenye michuano hii. Stars ina-enjoy zaidi ikiwa timu ya pili. Unajua Msami na watazamaji wako, ukiingia kwenye mchezo unaamua wewe uwe timu namba 1 au namba 2. Namba 1 maana yake utakuwa dominant, unamiliki zaidi mpira muda mwingi unachezwa kuanzia katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani. Mpinzani anaweza kaamua kuwa wa pili akakuachia wewe possession, yeye akamiliki position. Mjue kuna tofauti. Yeye anakamata nafasi, anakuachia mpira. Unaweza kaimiliki bench lakini haumiliki mpira. Umeshaona? Ni wewe unapanga sasa, hapa ni shambulie, hapa ni zuie. Kwa hiyo unaweza kumwacha anapiga visigino vingi, lakini wewe ukipiga mipira 2-3 uko kwake. Direct huko kwake kamba. Unarudi tu naambia watu tujipange. Sasa Stars inapocheza kama timu ya pili, mara nyingi inapocheza na timu ambazo zimetuzidi hivi kwenye viwango vya ubora. Mechi kwa mfano dhidi ya Afrika Kusini ilisha bila, ingawa Afrika Kusini nao
waliweka wachezaji wengi ambao kwenye ile squad A ile kina Mudao haipo, ingawa waliopo pia wengi wanang'ara na wamefanya vizuri msimu huu, ikiwamo kuifikisha nusu finali Orlando Pirates katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini akina Fawaz Basadien kufika nusu finali ya kombe la shirikisho wakatolewa na Simba na Stellenbosch. Yaani wachezaji wazuri. Hiyo mechi ilisha bila. Stars wacheza vizuri sana kimkakati kama timu ya pili. Afrika Kusini walimiliki sana mpira, lakini ufiki kwenda kumdhuru kipa wa Stars, isipokuwa wao wanafika kwa wanavyotaka wao. Mechi na Eswatini, matokeo yake tunapokutana na timu ambayo sasa sisi kwenye makaratasi ndo wakubwa, sisi tunatakiwa tuwe timu ya kwanza. Hapa naona ndo pana shida. Yaani Stars inaweza kupiga mwingi kufika kwa opponents, kwa wapinzani na kwa mtihani. Stars icheza na Morocco ile ya kulikweli. Tulifungwa 2-0. Stars wacheza vizuri mno na kina Ashraf Hakimi. Hebu fikiria, walifanya kazi ya ziada kule Morocco. Ni kwa sababu tunakuwa wazuri tukicheza kama timu ya pili. Nidhamu ya uchezaji. Tunacheza na Guinea, kina Giras wanaong'ara Dortmund. Dakika 90 hakupata fursa yoyote kwa kina Ibra Baka. Tukawafunga na tuliwafunga kwao vile. Kwa hiyo chani inayokuja sisi kwa timu nyingi sisi ni wa pili. Sisi kwa kweli kwa takwimu sisi ni wa pili. Kwa hiyo huenda huo mtizamo ukatubeba au tusiutegemee huo tuendae timu tofauti. Hili la pili ndio muhimu. Yaani ni kwamba tuwe flexible, tunyumbulike, kwa sababu huyu mkubwa huyu anaweza kaamua yeye kaja ndo anakuwa wa pili. Sasa wa pili na wa pili inakuaje? Yeye atakuwa, kwa sababu ni mkubwa, akiamua kwa wa pili anaweza kawa mzuri zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo sisi lazima tuwe flexible. Ili eneo la kwanza la kuwa wa pili kwangu mimi naweka tiki. Mechi nyingi nimezishuhudia inafanya vizuri. Hata watu wanaoji mbona Stars ikiwa nje ya nchi inapata matokeo mazuri ikiwa hapa, watu wanaongea, lakini chanzo chake ni kwamba mara nyingi tukienda nje ni timu ya pili, tunacheza vizuri, tunawapiga majani, tumepiga. Pressure za mashabiki sio tatizo Inaweza ikawa, lakini mimi napenda zaidi pale uwanjani pale. Sababu unaona jinsi wanavyocheza. Umeshaona? Kwa hiyo kwenye mechi dhidi ya Eswatini kwa mfano ilikuwa 51 kwa 49 possession, umiliki wa mpira. Mashuti sisi yani tuliopiga wote sisi tumepiga mengi zaidi ya kulenga shabaha kuliko wao. Tupiga mashuti 4 ya kulenga shabaha wakati wao wamepiga 3. Umeshaona? Kwenye umiliki pale kuna vitu vingi vilikuwa chanya. Alafu kuna wachezaji moja waonyesha kiwango bora sana kama timu kuwaziba Eswatini ambao wao walipanga kweli kweli, maana ile wao kwa michuano ile ni ya kwao, wako Kosafa na walitakiwa wapate ushindi wa kuanzia tofauti ya mabao mawili ili wavuke. Wakapanga kweli kweli, kina Mabelesa, kina Masangane, kina Mabuza, akina yule anacheza kule Afrika Kusini kule winga wa kushoto, nazungumzia kina Justice, anacheza Richards Bay ya ligi kuu Afrika Kusini PSL, kuna kulia winga Dlamini, walidhibitiwa vyema. Stars ilicheza vizuri katika mechi ile. Bila shaka kuna mengi chanya walimu watayachukua, na ndio maana Mgunda alifurahi kweli kweli. Sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu kuna vitu walioelekeza wachezaji wao walitekeleza kwa usahihi. Kwa siku zilizobaki kuelekea mwezi wa 8 wanao uwezo wa kuifanya timu iwe bora zaidi, sisi tukiwa wenyeji.